Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Basi mpendwa mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel Mikono ya Kristo, Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Nina somo leo, nimekuletea somo lingine ambalo linahusu ndoa, na somo hili limebeba kichwa cha somo kinachosema dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Hili ni somo jepesi tu, halitokuwa refu sana, lakini ninaomba sana myasikilize haya. Baba, mama, mnataka kuingia kwenye ndoa, sikiliza tu. Ukilisikiliza baba, unaweza ukaongea na mama. Ukisikiliza mama, unaweza ukajua nafasi yako. Lakini leo ninakuambia dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Yaani ndoa yoyote inayoharibika, ndoa yoyote inayovunjika, ndoa yoyote inayoteketea, ndoa yoyote inayoangamia, dhamana yake ipo kwa mwanamke. Kwa hiyo ikiharibika ndoa bila kujali nani ni nani, yani nani alifanya nini, chanzo ni nini, hayo yote wewe ndoa ujue kwamba dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Hili naomba likae akilini mwako upate kuelewa. Shalom shalom. Unaweza kujiuliza sasa, ni kwa nini dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke? Yaani naona maswali yameshaanza kuwa mengi. Yaani kivipi? Ndio mpango wa Mungu jinsi ulivyo. Mungu anasema ameumba mwanamke na mwanaume. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Lakini kumbuka, mke katika Biblia tunaambiwa yeye ni kama nani? Ni kama msaidizi. Na baba ni kama kichwa. Sasa huyu msaidizi anafanya nini? Yaani hii ndio kitu ambacho tutakuwa kuelewa. Wewe kama msaidizi katika nyumba, unasaidia nini? Yaani msaada wako ni katika nini? Utasema katika watoto, ndoa isiyokuwa na watoto. Utasema katika kufua, ndoa ambayo ina wafanyakazi wa ndani ambao wanafua. Wafalme walikuwa wanaishi maisha ya kifalme. Kila kitu kuna wafanyakazi. Sasa wewe msaidizi unasaidia nini? Jiulize hapo. Ukishajiuliza hilo swali, sasa ndio tunaanza kuongea mimi na wewe kwamba kwa nini dhamana ya ndoa iwe kwako. Wewe msaidizi, umeumbwa kama msaidizi wa kumsaidia nani? Kwa sababu unasema mwanaume ndio kichwa katika familia, kama vile Kristo alivyo kichwa katika kanisa. Elewa hili neno vizuri. Maana kanisa bila Kristo halipo, na ndoa bila baba haipo. Si ndio hivyo ilivyo? Ndio maana kichwa. Anayeanzisha ndoa nani? Si ndio maana unaambiwa mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, alafu atakwenda kuambatana na mkewe. Maana yake ni hii, huyu mwanaume ndio anatoka kwa wazazi anamtafuta mwanamke. Mwanamke atoki kwa wazazi kumtafuta mwanaume. Ndio maana mwanaume ndio mwenye makazi, mwanamke hana makazi. Ndio maana mwanamke anapoolewa katika tamaduni zetu, unaona kabisa jina linabadilika, anaitwa jina la mwanaume. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mwanamke anapoolewa maana yake kule kwao hakuna alichobakisha, ameshaondoka huyo. Ndio maana hata kwenye kifo ikitokea mke anakufa, mwenye dhamana ya kusema azikwe wapi ni mwanaume. Kwani wazazi wake si wapo? Sasa kwa nini dhamana inakuwa ni kwa mwanaume? Hapa naomba tuelewane. Na hiyo ndio tafsiri halisi ya kwamba huyu ni nani? Ni kichwa, kwamba amepewa familia. Na sio tu amepewa nguvu ya kuanzisha familia. Ameipata wapi? Mungu wa mbinguni amempa nguvu aanzishe familia. Ndio maana anatoka, anamuona mwanamke mrembo, anasema yule nimevutiwa naye, anatafuta namna ya kuanza kupropose, kwenda kuchumbia, anaanza kuulizia taarifa zake, anapeleka barua kwamba nimeona hapa kwenu kuna mtu hapa nataka kuunganisha undugu. Unaona? Anamtafuta, alafu anamchomoa. Na katika tamaduni mbalimbali sisi tuliooa, unaona bwana umeshaondoka hapa, chumba chako hakipo. Unasikia maneno kama hayo. Ni maneno ya utani, lakini yana maana kubwa sana. Chumba hakipo maana yake tayari umeshaolewa. Yaani hiyo tayari ni taasisi. Tayari hapa wewe umeshaondoka. Haleluya. Sasa kitu ni kidogo tu, lakini watu wengi hawakielewi. Yaani mtu anaolewa lakini hajui kwamba kule ameshaondoka. Mtu anaolewa lakini anabaki nyumbani kwao kimawazo, kimaamuzi, kila kitu. Yaani kila kitu anaamua familia ndio inaamua. Baba, mama, shangazi, mjomba, mpaka aseme huyo ndio yuko anaamua. Sasa huyu ni maana yake bado ni mchanga katika kuelewa. Yaani bado hajaelewa ndoa kama mwanamke, hajaelewa yeye ni nani kama mwanamke.
hajaelewa. Na wanawake wengi wana hii kasoro. Wanawake wengi wana hii changamoto. Wanawake wengi wana mzigo huu wa kutokuelewa, yani wao kwenye ndoa ni akina nani. Unajua wanawake wengi, yani ukichunguza ndio kabisa wapo kwenye ndoa wasijue wao ni wakina nani. Sasa hili ni janga kubwa sana. Hata wanaume pia. Mwanaume anaoa lakini bado mashauri mengi yako kwenye familia. Wewe ukishaona yani nyinyi mambo yenu hapo kwenye familia, hamfanyi kitu mpaka familia iseme, hilo ni tatizo. Ila kuomba msaada wa kimawazo hakuna shida, lakini wewe huwezi kuamua mpaka familia iseme, problem. Manake mwanaume hajaelewa kama ni kichwa, mwanamke pia hajaelewa kama ni msaidizi katika ile familia. Unajua, unaweza ukafikiri msaidizi ni mtu mdogo sana. Hapo ndipo kwenye dhamana. Msaidizi ndio anaweza kutengeneza disaster ama janga kubwa sana katika familia. Na msaidizi ndio anaweza kusababisha familia ikaenda vizuri. Shika hiyo. Hamjasikiaga watu wanatuhumiwa wasema yule jamaa yuko vizuri ila washauri wake ndio tatizo. Hii hamjawahi kusikia? Kwa sababu washauri ndio wanaona zaidi pengine. Yaani washauri ndio wanaona kushoto, kulia, mashariki, magharibi. Washauri. Alafu anawaambia bwana mzee, kule kuna 1 2 3 bwana. Kule usifanye 1 2 3. Mshauri. Okay. Basi sitofanya. Hamjasikiaga mtu anasema bwana huyu mtu nimepata tabu sana kumuona, lakini nilipoonana naye ndipo nilipogundua ya kwamba huyu mtu hana tatizo isipokuwa wasaidizi wake ndio wenye tatizo. Hujawahi kusikia jambo kama hili? Sasa kama umeshawahi kulisikia, likufundishe. Mtu mmoja wakati wa nyuma huko alikuwa na changamoto fulani, alikuwa anaelekeza kwenye ofisi, akaniambia nenda kwenye ile ofisi. Ukiomba kumuona huyo bosi hautaweza kumuona. Kwa sababu ya wao wasaidizi wana taratibu zao, protocol. Ile wewe ukifika pale, wakikuuliza wewe nani, wataje jina lako. Una shida gani? Umwambie nina shida ya kifamilia. Basi, usieleze kitu kingine. Shida gani? Umwambie ya kifamilia. Watajua wewe ni ndugu yake. Mnaomba kifamilia, watakuruhusu uende. Unaona hicho kitu? Alafu ukienda kule, wala bosi hatakuhangaisha. Utaongea naye, utamueleza shida yako, atakusaidia. Huyo mtu mimi namfahamu. Ila hiyo ofisi hapo alipo, ukieleza tu shida yako, huyo kumuona tayari ishakuwa kipengele. Huwezi kumuona tena. Wanaozuia hapa nani? Wasaidizi. Na nenda kupa mifano tu. Mwanamke hasa, sikiliza hii. Kuna watu wanafuatilia mahitaji sehemu fulani. Tusikia nimeenda ofisi fulani bwana, nafuatilia mwaka wa 3. Labda si cheki yangu haijasainiwa. Labda barua yangu bwana haijasainiwa, haijarudi. Lakini ukibahatika kumjua huyo bosi hana taarifa yako ndugu yangu, utamlaumu bure. Wasaidizi. Mimi kuna wakati nilikuwa kwenye ofisi fulani, hiyo ni ofisi ya rafiki yangu mpendwa sana. Nilikuwa niko hapo. Napenda kwenda kuongea naye mawili matatu. Sasa katika ile ofisi kuna mtu alikuwa anahitajika aajiriwe hapo. Sasa bosi mimi namjua, wafanyakazi wake wote nawajua. Sasa yule mtu anataka kuajiriwa pale, bosi anasema na mhitaji fulani aje kuajiriwa. Sawa? Halafu huyu anataka kuajiriwa pia mimi namjua. Kwa hiyo najua taarifa zake. Namjua kwamba yuko sehemu fulani, anaishi wapi. Ni rafiki yangu pia. Kwa bosi huku ni marafiki zangu. Bosi ni rafiki yangu. Na huyu anataka kuajiriwa pia ni rafiki yangu. Nikagundua kitu kimoja. Bosi anawaambia nitafutieni huyu, nataka ni mwajiri. Wao wanasema tunampigia simu hapatikani. Halafu nikajaribu kumfuata huyu mtu, nikamuuliza wewe mtu fulani umesha kuongea naye? Wamesha kukupigia simu? Akasema sijawahi kupigiwa simu. Sikumwambia kinachoendelea. Nikajua kwamba wale wana shida. Msiniulize kwa nini sikumwambia, nilikuwa na sababu ya kutokumwambia. Kwa sababu nyepesi tu utaona kwamba kama bosi anamhitaji mfanyakazi, halafu wafanyakazi wanazuia kumpigia simu, je, ukienda kufanya kazi hapo hiyo kazi itakuwa na amani? Anayezuia nani hapo? Msaidizi. Mama, umeona jukumu lako? Mama wa ndoa, umeolewa, unaona jukumu lilonalo? Unaona kwamba wewe ndio unaweza ukajenga au ukabomoa? Umeona jinsi gani ambavyo labda ulikuwa huelewi leo umeelewa?
Kwa hiyo ukiona ndoa yoyote imevunjika, ukiona mgogoro wowote umevunjika, ukiona ndoa imevunjika, kwa mama kuna shida. Sio kwamba yeye ndio chanzo cha tatizo, kuna mahali hakukaa sawa sawa. Yaani kuna mahali hakukaa sawa sawa. Kama angekaa sawa sawa, kama angekaa na Mungu vizuri, kama angebeba ushauri wa kimungu, hiyo ndoa ninakuhakikishia isingevunjika kamwe. Hiyo migogoro isiyoisha ingeisha siku nyingi, isipokuwa kuna mahali ambapo hakukaa sawa sawa mama wa ndoa. Ndio maana nimekwambia dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Dhamana ya ndoa. Nini maana ya dhamana? Okay. Baba anatafuta fedha, mfano, sio wote mna bahati au mna neema hii. Analeta nyumbani, anaiweka fedha nyumbani. Akiweka fedha nyumbani, anasema hiyo fedha ifanyiwe matumizi. Nani mwenye dhamana hiyo fedha? Ni mama. Na hili mbona linafanyika tu kwa watu wengi? Kwa sababu hata hela chakula, hela nini, si ni baba? Si unajua ndio baba anahusika na hilo. Hata kama mama anafanya, lakini baba ndio ambaye yuko responsible kuliko mtu mwingine. Yaani yeye ndiye namba moja. Ndio maana familia inaweza kumlalamikia baba atusaidii, lakini baba hawezi kulalamikia familia hainisaidii. Hilo nafikiri mnalifahamu. Na kama ulikuwa ulifahamu, basi leo ulifahamu. Ya kwamba baba hawezi kumwambia mke wake amsaidie wala watoto wake, ila watoto na mama yao wanaweza kusema baba atusaidii. Kwa hiyo baba ndiye mtu ambaye yuko responsible na kuitunza familia kwa 100%. Sio chini hapo, 100%. Mama akitaka kusaidia ametaka, lakini mtu ambaye ni responsible kusaidia familia ni baba. Hiyo ni responsible na ndio kichwa. Hiyo ndio maana ya kichwa. Sasa dhamana, unajua kuna kichwa alafu kuna dhamana. Mdhamini wa vitu hivi ni nani? Ndio mshauri. Nimeanza kukupa mifano ya ofisi ili ujue ya kwamba mshauri akisema jambo baya linaweza kutokea. Watu wanaweza kupoteza uhai kwa sababu ya mshauri, na watu wanaweza kupona kwa sababu ya ushauri. Kwa hiyo ushauri ni kitu muhimu sana. Nimewahi kufundisha somo moja nikasema mtu mwenye nguvu kwenye maisha yako, talifuatilia hili somo. Mwenye nguvu ni yule ambaye anaweza kushauri, ndio anaweza kukupoteza. Watu wengi sana wanaangamia kwa sababu ya washauri, sio wao. Yaani anawaza hivi, alafu watu wake karibu, hapana, hii hamna bwana. Hii fanya hivi. Anawasikiliza. Sasa mshauri akiwa na mawazo potofu, maana yake ni nini? Maana yake ujue atakuangamiza. Atafanya nini? Atakuangamiza. Nani? Mshauri. Sasa katika familia, mshauri aliyeteuliwa na Mungu ni mama. Katika familia, mshauri anayetoa maoni mazuri ni mama. Unafikiri ni kwa nini kuna kesi nyingi sana za watoto kuona kama mama yao ndio kila kitu, baba yao ni sawasawa na bure? Unafikiri ni kwa nini? Maana labda kule mwanzo ulikuwa hujanielewa, hapa utaanza kuanza kunielewa vizuri. Baba, unafikiri ni kwa nini? Mama, unafikiri kwa nini? Ndipo niliposema vile vile dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Watoto wengi ambao wana tatizo na baba zao, yani watoto wengi ambao wana matatizo na baba zao, chanzo ni mama. Mama alifanya nini? Anawashauri nini watoto? Anawaambia nini watoto? Hii sio somo la leo, lakini nitaligusia tu ili upate mwanga. Kwa sababu baba hata kama amefanya chochote, hakuna mahali Biblia inasema baba akifanya hiki asiwe baba. Wala hakuna mahali Mungu anatufundisha kwamba mama akifanya hiki asiwe mama. Mama anabaki kuwa mama, baba anabaki kuwa baba. Wanangu, baba yenu awe anasaidia awe yasaidii, huyo ni baba yenu, mnapaswa kumheshimu kama baba yenu. Huyo mbele ya Mungu tiki. Kwa sababu watoto wanabeba la kwao. Ukiwafundisha vibaya, hawa watoto wanakwenda kuwa na familia. Kile kitu watakibeba, ile chuki wataibeba. Wanamchukia baba, na kwenye ndoa zao hiyo chuki itaendelea. Aliyeharibu nani? Mama. Sasa kwa nini nakataa kwamba uharibifu wa ndoa hausababishwi na mama au na mwanamke? Mtoto anajua babangu mimi kunisaidia, babangu mimi kunipenda.
Kumbe wanaume hawana upendo. Akiolewa hata kama apendwe namna gani, moyoni mwake atasema hawa ndio akina baba. Kwa hiyo ikitokea jambo lolote dogo tu atarudi kule, baba hakunipenda. Na hii inaathiri sana watoto moyoni. Moyo wa mtoto ukifunga mpaka afunguliwe, hii nitawafundisha siku nyingine. Yaani kama akibeba hiyo hasira, ujue hata maombi yake ni tabu. Huyo kufunguliwa kwake ni tabu, kwa sababu kuna kitu amekibeba. Ndio maana Mungu anasema ndugu yako akikukosea hata mara 20 kwa siku, akija kuomba msamaha, msamehe. Sasa kuna watu wamebeba vitu wanasema siwezi kumsamehe baba yangu mimi. Ujue anayeteseka ni huyu anayesema siwezi kusamehe, wala sio yule. Yule ambao unasema uwezi kumsamehe, akienda mbele ya Mungu akiomba msamaha, toba na rehema, anarehemiwa, anasamehewa na mbinguni anaenda. Wewe ambaye unaona kwamba umeteseka na umeteswa na maisha yao ambayo baba yako ambao unaambiwa alikufanyia, au mama yako ambao unaambiwa alikufanyia, wewe unayeyabeba, usiposamehe wewe ndio utakaenda motoni. Angalia hatari. Angalia hiyo hatari. Yaani kubebelea hicho kitu, wewe ndio unayeangamia. Amefanya mwingine, unaenda kuteketea wewe. Kwa nini? Umegoma kusamehe. Na Yesu anasema vizuri, usiposamehe hausamehewi. Mungu anatufundisha hivyo. Utusamehe sawa sawa na vile ambavyo sisi tunawasamehe. Utufutie deni zetu sawa sawa na vile ambavyo sisi tunawafutia deni zetu. Kwa hiyo kumbe unaposema huyu mimi simsamehi, chanzo mama alisema. Tukae tu hapa. Mwenye dhamana ya ndoa ni nani? Ni mwanamke katika ndoa. Kwa hiyo unaweza kuona uharibifu umeufanya kwenye familia yako. Yaani umeamua kuwadanganya watoto wako, lakini kumbe umetengeneza kizazi cha kuwadanganya wengine. Nani karibu ndoa? Kumbe pengine ndoa yako ina migogoro kwa sababu ya bibi yako alikufundisha jambo baya, ambalo moyoni mwako bado unalo hilo jambo baya, ambalo linawapiga mpaka leo mmeshindwa kusamehe. Watoto wengi mama ukimpenda mama. Siku hizi hata mitandaoni nimekuwa nikisikia hizo habari, wanawake wengi wanaanza kukiri ya kwamba kuna mahali tulikosea, kuna mahali tulidanganywa, kuna mahali tulimuona baba hafai kumbe baba anafaa. Mitandaoni huko nimeanza kuona vitu hivyo. Na Mungu awabariki sana ambao wamepata hiyo neema ya kusema. Kwa sababu mtoto anaambiwa, na watoto mjifunze kuthibitisha, mjifunze kuwatafuta hao wazazi, jifunzeni kuwauliza nini kilitokea, mbona kuna changamoto mbalimbali. Dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Nimeandika hapo. Dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Kwa hiyo ndoa ili istawi sio swala la mwanaume pendwa, ni swala la mwanamke. Ndoa ili iwe bora ni swala la mwanamke. Mwanamke akiamua iwe bora itakuwa bora, akiamua isiwe bora hiyo ndoa itavurugika. So mwanaume mara nyingi yeye ni kuamua vitu na kumaliza. Mwanamke ndio anavipangilia. Yaani mwanaume analeta mizigo nyumbani anaiweka hapo. Alafu mwanamke anaipangilia kabatini, unakaa hapa, anaweka ule mpangilio, anaweka ile platform nzuri. Ni mwanamke. Ndio msaidizi. Kwa unachoshauri ndicho kitakachotendeka. Akasema mimi mume wangu namshauri lakini hashauriki. Sio hashauriki, haujajua namna ya kumshauri. Omba msaada. Nataka nimshauri mume wangu. Nishauriki. Hata namba ndio maana tunaweka namba za huduma. Wewe sema mimi nina mume wangu hashauriki. Tutakupa mbinu. Kwamba kuna namna ukiona haiwezekani basi Mungu anayesaidia vyote atakusaidia. Yesu awezaye yote atakuwezeshea hilo ambalo unaona halishauriki, haliwezekaniki. Lakini ukikaa nalo ukasema hashauriki, wewe ndio uliyemuumba. Wewe si umemkuta tu kubwani huyo. Hata wazazi wake wanaweza wasimshauri, lakini Mungu akitaka kumshauri atashaurika. Yesu akiamua kusema naye atasikia. Kwa hiyo ukiona wewe binadamu umeshindwa, basi mpe Mungu hiyo kazi. Alafu uone Mungu atashindwa au itawezekana. Chanzo ni nani? Mwanamke. Hapa narudia, sijataka kuzungumza kwa habari ya nani kasababisha tatizo. Nasema chanzo cha hiyo ndoa kutokuwa stable, mwenye dhamana ya hiyo ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ukishakuwa na dhamana, maana yake una uwezo wa kustabilize ama una uwezo kuacha, unaweza ukaituliza ndoa ama unaweza ukaiacha kavurugika. Yaani ukiamua ndoa itulie, inatulia. Mimi nitakupa mfano. Babu yangu popote alipo atakaposikia mafundisho atacheka. Ni upande wa pili, ni Waislamu. Babu yangu yeye ni mtu wa kuoa. Yaani yeye ni mtu wa kuoa. Babu yangu akisikia atafurahi, atacheka sana. Sababu hata mimi napenda sana kumtania. Lakini na bibi yangu mmoja. Huyo yani mimi tangu niko mdogo,
yupo na babu mpaka leo. Babu kwa sababu ya kuoa kwa dhamana ya dini ameshaoa wanawake mimi nawajua wanafika 10 na bibi yule pale yupo. Bibi yupo. Sasa kuwepo kwa bibi ndio babu yule pale anaweza kustawi kwa sababu bibi yupo. Na mji kabisa na nyumba imejengwa wanaishi, bibi yupo. Lakini kama bibi angesema mimi naondoka, yani haya yamenishinda, labda kwa yeye atakavyoona, nafikiri babu yangu angekuwa anaishi maisha magumu sana. Sasa hapa dhamana ya ndoa hii ni nani? Ni bibi huyu ndiye kutajia kwamba aliamua kusema mimi na hii ndoa ni ya kwangu. Huyu ataoa, wewe ataacha, na kweli ndio kazi anayofanya babu yangu. Na mwelezi ni babu yangu bwana. Naeleza wazi. Hata akisikia leo atasema huyu mjukuu wangu ameamua kunisema, lakini atafurahi kwa sababu hata mwenyewe anamwambia babu punguza. Lakini bibi yupo. Dhamana ya nini? Ya ndoa ipo kwa nani? Mwanamke. Ndio maana ndoa ile mpaka leo ipo, wamestawi, wamejenga, wana watoto, wana wajukuu. Bibi yupo na babu yupo kwenye nini? Kwenye mji wao. Unataka kuniambia huyu mwanamke angeamua kuondoka, huyu babu leo angekuwa wapi? Maana anaenda kwa mwanamke wake mwingine, anamaliza, yuko mke wake yupo hapa hajaondoka. Dhamana ya nyumba anayo mwanamke. Kama bibi angeamua kufura, tayari mambo yangekuwa yameshaharibika siku nyingi, kila mtu na njia yake. Babu angekuwa huko, pengine hata angekufa kwa pleasure, pengine mengine angetokea. Hapa nazungumzia dhamana, sio anayesababisha tatizo. Dhamana ya kuilea ndoa ipo kwa nani? Dhamana ya kubeba ndoa ipo kwa nani? Dhamana ipo kwa mwanamke. Sasa wakati nimekuambia haya, kuna kitabu kinaitwa Mithali. Kitabu hiki cha Mithali kinasemekana kimeandikwa na Mfalme Suleimani. Sasa kama kitabu cha Mithali kimeandikwa na Mfalme Suleimani, nitakukumbusha tu Mfalme Suleimani ndio alipewa hekima na Mungu, kwa sababu ndio alimuomba Mungu hekima. Na Mungu akampa hekima, akamwambia utakuwa na hekima kuliko mwanadamu yoyote yule. Yaani maana yake ukimtoa Mfalme Suleimani hakuna mwanadamu mwenye hekima zaidi yake. Mpaka leo hii, kwa sababu Mungu ndio alivyosema. Hata utajiri ambao Mfalme Suleimani alikuwa nao kwa ajili Mungu alivyokuwa amesema kwamba hata utajiri atakaokuwa nao ni utajiri ambao utakuwa ni wa peke yake sana. Hakuna mwanadamu atakayeweza kuwa na utajiri kama ambao Mfalme Suleimani amepewa. Kwa hiyo kilichoandikwa kitabu cha Mithali, moja ya vitabu ambavyo vimeandikwa kwa hekima kubwa sana, ni hekima ya Mungu, na hekima yenyewe original inatoka kwa Mungu peke yake. Na Mungu alimpa Mfalme Suleimani hekima. Kwa hiyo kitabu hiki cha Mithali kimeandikwa kwa hekima ya hali ya juu sana wakati Suleimani bado yakengeuka. Sasa soma kitabu cha Mithali sura ya 14 aya ya kwanza. Aya moja tu. Yaani nimekufundisha mafundisho yote afa na kusomea aya moja tu. Sura ya 14 aya ya kwanza. Inasema hivi, wanawake nisikilizeni. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Utasoma hapo, utatafakari, mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hapa. Kwa nini anasema kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba? Si ni nyumba? Kwani kichwa ni nani? Si ni baba? Sasa kama kichwa ni baba, kwa nini hapa tuambii kila mwanaume, naomba kila mwanamke? Dhamana. Baba ana dhamana na nyumba. Baba ana dhamana na matunzo ya familia, sio ujenzi wa nyumba. Ujenzi wa nyumba ni mama. Ndio maana hata watu wengi wamejenga nyumba, wamehamia kwenye familia kama mke yuko vizuri. Ukipata neema kwa baba na baba mwenye nguvu na mawazo ya kufikiria kama nilivyo mimi, umebarikiwa. Umebarikiwa. Raha jipe mwenyewe, umebarikiwa. Barikiwa sana. Maana mtakutana, mama anashauri, baba anashauri, mnaenda mbio kwa sababu ushauri unakuwa ule. Sasa nakuaje mtumishi afu nakuwa maamuma jamani? Mbona wengine wanataka kuandamana? Ukiwa mtumishi wa Mungu lazima kuna hekima ya kimungu ipo ndani yako. Sasa pata picha. Na hekima ya kimungu ambayo Mungu ananisaidia, Yesu mwenyewe, alafu mke wangu ana hekima hii ambayo inasemwa hapa, mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba. Wewe unafikiri nyumba itakuwa legelege hiyo? Watoto watakuwa sharp, nyumba itakuwa sharp. Yaani kuna vitu katika ujenzi vitaenda vizuri kwa sababu ndivyo Mungu anavyotaka. Lakini hapa hatuambii kwa habari ya mwanaume. Nakwambia kuna familia nyingi sana ambazo
Mwanamke ndo amekuwa kinara wakanunua kiwanja, amekuwa kinara wakanunua matofali, amekuwa kinara wakaanza msingi, amekuwa kinara wakajenga chumba kimoja, amekuwa kinara wakajenga nyumba nzima, amekuwa kinara na biashara. Nani? Mwanamke mwenye hekima. Huyo ndiye anazungumzwa hapa. Lakini ukikosa hii hekima, hizo hela zitakuwa zinapotelea kwenye pombe na sehemu nyingine, kwa sababu wewe ukutaka kuwa kinara. Narudia tena, dhamana ya ndoa ipo kwa mwanamke. Haleluya. Beba hiyo ukawe dhamana kwenye ndoa yako. Tofautisha kati ya matatizo na dhamana. Nimezungumzia dhamana ya kubeba ndoa, sio matatizo. Msije mkasema mtumishi amesema matatizo wanaanzia wanawake. Sijasema hivyo mimi. Nimekataa. Nimesema hivi, dhamana ya kuitunza na kuifanya nyumba iwe bora ipo kwa mwanamke. Ndio neno nalisoma hapa. Bali aliyempumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mikono si ndio inajenga, mikono si ndio inaunda, hubomoa kwa mikono yake. Je, unabomoaje ile dhamana? Unaitumiaje uliopewa? Nimekuambia mshauri ana nguvu kuliko anayeshauriwa. Si nimesema mwanzo? Watu wengi wameingia kwenye matatizo, kwenye mifumo mingi mibovu kwa sababu ya washauri tu, sio kwa sababu yao. Wewe unaweza kukataa kitu, yaani mwanaume anaweza kukataa kitu, lakini watu wake wa karibu akishindwa kuwakataza, maana yake hicho kitu bado hajakikataa, kitafanyika. Ndio maana unaweza ukasema kitu fulani, bwana mimi pombe kwangu haramu, mimi sitaki pombe. Alafu akaja ndugu zako, achana wewe bwana, pombe haramu kasema nani? Wakanywa. Wanakuja kunywa nyumbani kwako. Unajua sababu? Wewe umeshindwa kuwa control, maana yake umeshiriki. Hicho ndicho kinachokimaanisha. Ukiwa na dhamana ya kusema hapana, iwe hapana, hii hapana bwana, hii hapana, hii hapana bwana, hapa hapana, hapa nimekataa. Nina shughuli kweli nyumbani kwangu, lakini pombe hakuna. Wanasema yeye kweli, kama hivyo hatufanye shughuli. Niambia kweli, kama mtaki kufanya shughuli kwa sababu ya pombe, kafanyeni mnapotaka. Mimi hapana. Niacheni na Mungu naye muamini, mimi pombe hapana. Wewe maana yake umefanikiwa. Umesimamia, yani umesimamia ule msimamo, ushauri. Kwa hiyo washauri wakikuzidi uwezo manake, na ndio watu wengi wanakwenda kuangamia kwa sababu ya washauri. Ndio maana nimekuambia wanawake ndio wanaweza kushauri vitu vikawa ama visiwe katika nafasi kubwa sana walionayo. Sasa pengine hawaelewi. Ndio maana mwanzo nikasema watu wanaingia kwenye ndoa wasijue majukumu yao ni yapi. Kwa kupitia neno hili nimekuambia kasome tu Mithali sura ya 14 aya ya kwanza. Na ninakukumbusha kwamba kitabu cha Mithali kimeandikwa na nabii Suleimani, mfalme Suleimani. Mfalme Suleimani ndio kaandika kitabu hiki, mtumishi wa Mungu Suleimani. Mtu ambaye alipewa hekima, neema ya hekima alipewa na Mungu kuliko mtu yoyote kwa kadiri Mungu alivyompa. Sema ninakupa, umeomba hekima, nitakupa hekima unayotaka kubwa kabisa, na nitakupa na utajiri. Yaani hiyo vitu vitakuwa ni vitu vikubwa kuliko mtu mwingine yote. Kwa hiyo kilichoandikwa hapa kwa hekima hii ya Suleimani akiwa kabla hajakengeuka, narudia kwa sababu alikengeuka huko mbele ya safari, alikuwa ameandika hiki kitu. Suleimani aliandika hiki. Kwa hiyo ni hekima kubwa iishi katika maisha yako. Mwanamke, amka, ndoa ni ya mwanamke, sio ya mwanaume. Ndoa inalindwa na mwanamke, yeye ndio anashauri, yeye ndio anaelekeza, yeye ndio anashauri, bwana mkubwa hapa tufanye hivi, bwana mkubwa tufanye hivi. Ujue namna ya kuongea, ujue namna ya kupanga mambo, ujue kitu gani uongee wakati gani. Sio unaongea tu kwa sababu una dhamana. Kumbuka unaongea na mkuu. Kumbuka unaongea na mfalme. Ujue unaongea naye unaongea kwa wakati gani. Ukishazijua hivyo tu utaweza kushinda hiyo kesi. Hata ndoa ingekuwa ngumu namna gani utashangaa mbona ndoa imekuwa laini. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu umejua majukumu yako. Kwamba hapa mimi nasimamia kama mshauri. Naambia Mungu sasa mimi huyu na mshauri kama vile mshauri. Wewe Mungu uliniweka mimi kuwa mshauri wa mtu huyu. Sasa kwa nini mimi asinisikilize kama mimi ndo mshauri wake? Unaona sasa kwa Mungu ile shtaka navyoenda. Mungu akiangalia ni kweli nimekuweka uwe mshauri. Sasa kwa nini sikusikilize? Kwa hiyo Mungu kuna vitu ataviseti, atakusikiliza. Wanapendaga sana mfano wa Esther. Akawasoma habari za Esther. Soma kitabu cha Esther chote. Si ni Esther aliyesababisha Wayahudi wasiuawe. Ni nini? Ushauri kutoka kwa mjomba, akampa Mungu shtaka, Mungu akaweka kibali, akaenda kumshauri mfalme. Akampa neno tu mfalme, Wayahudi wakanusurika. Si ni mwanamke huyo? Ndio maana nataka na wewe uamke kwamba kumbe ndoa zinaharibika kwa sababu ya mwanamke. Sio tatizo, usiende kwenye tatizo. Sijui huyu asikii, huyu sio ana wanawake nje. Achana tatizo. Mwenye dhamana ndio anaruhusu haya yatokee. Lakini ukikaa vizuri na Mungu, unaweza kuyadhibiti haya yasitokee. Mungu akubariki sana.
Ni imani yangu ya kwamba utakuwa umepata kitu fulani. Pengine kuna jambo ulikuwa ulielewi, sasa umeanza kulielewa. Na Mungu aendelee kukutia nguvu, Mungu aendelee kukuimarisha, aendelee kukubariki, aendelee kukuinua, akuachilie kila aina ya baraka katika maisha yako. Pale unapoteseka ukaone upya nguvu ya Mungu. Mungu anatenda. Mungu anatenda. Pengine ndoa yako naongea na sasa hivi umetukana matusi mengi. Pengine umesema huyu mtumishi anasema nini, lakini weka tu imani. Sema kumbe mimi ni mshauri. Kumbe nina nafasi kubwa, ama kumbe nilikuwa na nafasi kubwa. Mwambie Mungu, nirejeshe nafasi yangu. Adui anachukua nafasi, na wewe kwa mume wako unaonekana ni makapi. Wewe ndio mshauri. Mshauri ndio anaamua iweje. Mshauri ndiye anaamua. Sasa wewe ushauri usiutumie vibaya ama usitumike vibaya. Shida ni kwamba ushauri ambao, yani nafasi ya ushauri mlionayo, mnaitumia vibaya ama mnatumika nayo hiyo nafasi vibaya. Hiyo nafasi ukiitumia kadiri vile Mungu amekupa nafasi hiyo, wewe umefanikiwa. Nafasi ya ushauri haiondoi mamlaka ya mkuu. Haiondoi ufalme hapo. Wewe unabaki kuwa malkia, lakini wewe ndio mshauri. Hiyo ndio dhamana ya ndoa unayo wewe. Mungu akubariki, endelea kufuatia mafundisho yetu. Kama bado hujasubscribe, unaweza ukasubscribe hapo na ukabonyeza batani ya kengele wa kwanza kupata mafundisho yetu, na Mungu atakubariki. Share mafundisho yako kwa wengine. Jitahidi kuendelea kuangalia zaidi na zaidi. Unajua unapoangalia leo, unaposikiliza kesho kutwa, somo unaweza usielewe kwa siku moja. Ila unaweza ukalisikiliza mara 3 ama ukalitazama mara 3 mara 4, alafu ukapata kitu fulani kwenye maisha yako kwamba kumbe ni kweli bwana, hapa nilikosea. Alafu kaja kurekebisha, ukashangaa mambo yanaenda. Dhumuni la kufundisha hapa sio kumkomoa mtu. Dhumuni ni wewe uelewe, alafu kama kuna mahali pamayumba uweze kurekebisha. Mungu akubariki sana kwa ajili ya hayo. Namba za simu ziko hapo, popote ulipo tupigie, uko nje ya nchi tupigie, na Mungu atakubariki, atakuinua, atakutendea hitaji lako kadiri ya vile ambavyo unakusudia ama ungetamani Mungu atende, atakutendea. Wala usiwe na hofu, tupigie. Huduma zetu tunasisitiza bure. Narudia tena, huduma zetu ni bure. Wewe piga simu, tutakusikiliza, tutaomba na wewe. Hata kama ni maombi ya mwezi mzima tutaomba, na Mungu wa mbinguni ambaye anatenda atakutendea kama alivyowatendea wengine. Nikwambie tu, watu wengi wanapiga simu, watu wengi wanafunguliwa. Ni vile tu hatujapata kibali cha kuweka ushuhuda hapa, lakini watu wanatendewa mambo makubwa sana na Yesu. Sio mimi nabaki kama mtumishi tu. Mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama anavyotaka mwenyewe. Ni mdogo kati ya wadogo wengine, nisiye na faida mbele zake, lakini Yesu namshuhudia. Wala kumshuhudia sio dhambi. Amewafungua watu, amewatendea watu kupitia huduma hii ambayo tunaifanya. Yesu ndio anatenda. Yesu akimweka mahali mtu afanye huduma, na Yesu ndio akashughulika, hakuna kitu kinashindikana, kwa sababu Yesu ndiye anayetenda. Kwa hiyo uwe na imani. Unaweza kujishauri hivi, mimi kweli huyu mtumishi nikiwasiliana naye kweli atanihudumia? Tutakuhudumia. Watu wametupa kesi nyingi. Ukimpigia mtumishi anataka sadaka, hakuna hiyo hapa. Ukimtumia mtumishi, ukimpigia sijui leo anapatikana kesho hapatikani, hiyo hakuna. Tupigie, hii huduma utakimbia wewe. Sisi tutakuhudumia kadiri Mungu atakavyotuagiza kukuhudumia. Wewe ndio utakayekimbia huduma hii. Lakini kama utokimbia, Mungu atakutendea na utafunguliwa kabisa. Mungu akubariki. Naendelea kuwatangazia kwamba kila Jumapili tunakuwa live hapa tangu kuanzia saa 8:30 mpaka saa 9:30, muda wa risali moja ama dakika hizo 60. Tutakuwa na mafundisho, maombi na maombezi hapa. Ushauri pia na mambo mengi, tutakuwa tunapashana habari kwa kuwa live moja kwa moja. Mungu akutie nguvu. Endelea kufuatia mafundisho yetu kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Basi kuna mambo mengine ambayo tuna post huko. Tunayo channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Mitandao yote jina hilo ni Mikono ya Kristo. Utatupata huko, na Mungu atakubariki sana. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.